Baada ya haya, ndugu zangu, sitakuwa na muda mrefu sana kwa sababu tumechelewa na tunatakiwa kurudi katika maeneo tuliyotoka, na bwana harusi pia harudi nyumbani kwake na yeye kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Mimi na mambo matatu insha Allah nitazungumza kwa ikhtisari. Jambo la kwanza, nitamhusia bwana harusi pamoja na mimi mwenyewe na sisi sote tuliokuwa hapa. Allah ndani ya Qur'ani anasema kama ilivyokuja katika suratul Nisa'i aya ya 19, katikati ya aya kutoke huko mwanzoni, mahali shahidi ni hapa. Allah anasema wa'ashiruhunna bil ma'rufi. Allah anatuelekeza wanamume na muishi na hao wanawake kwa wema. Kwa hiyo mazungumzo yangu nitaanzia hapa na kunasihi bwana harusi Salim Bonde. Najua wewe ni talibu min tulabil ilmi, mengi unayajua, lakini kikazi hiki nitatumia nafasi hii kwa ajili ya kukukumbusha. Allah anatuagiza ndani ya Qur'ani na kutuamrisha kwamba ishini nao wanawake kwa wema. Kwa hiyo jambo la kwanza, nasaha zangu na kunasihi kuishi na mke wako kwa wema. Pia nasaha hizi ninazivusha kutoka kwa bwana harusi wa leo kwa kila aliyeingia katika ndoa, pia namnasihi kwa nasaha hizi. Allah anatuambia tuishi nao wanawake tuliowaoa kwa wema. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa anaeleza hii aya akasema, ay tayyibu aqwalakum lahunna, maana ya kuishi nao kwa wema au kauli zenu zifanyeni kuwa nzuri kwa hao wanawake. Kwa hiyo nakunasihi bwana harusi, kwanza kuwa na kauli nzuri baina yako wewe na mke wako. Usingangane na ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, kwamba wanamume ni wasimamizi kwa wanawake. Ni kweli kabisa aya imesema hivyo, lakini kuna mahala pake. Bado wewe unapaswa uwe na kauli nzuri kwa mke wako. Kwa hiyo katika kuishi nao kwa wema, pamoja na kuwasemea maneno mazuri hawa wanawake tunaoishi nao, anasema Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika aya hii, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, akasema wahassinu af'alakum wa hay'atikum, kadhalika mvifanye vizuri, mvipendezeshe vitendo vyenu. Wahassinu af'alakum, na vitendo vyenu mvifanye kuwa vizuri, kwa maana uongee maneno mazuri na mkeo, kadhalika utende vitendo vilivyokuwa vizuri kwa mkeo. Wa hayatikum, akasema na hali zenu, kadhalika uwe na hali nzuri wewe kwa mke wako. Akasema Imamu rahimahullahu ta'ala, bihasabi qudratikum, myafanye hayo kutokana na uwezo wenu. Kama tuhibbu dhalika minha, kama wewe unavyolipenda hilo kutoka kwake. Yani wewe unataka yeye awe na maneno mazuri, unataka yeye awe na vitendo vizuri. Imamu rahimahullah katika aya hii akasema, kwanza nyinyi mnahusiwa na Allah, nyinyi muwe na maneno mazuri kwa wake zenu, muwe na vitendo vizuri kwa wake zenu kadiri ya uwezo wenu, kama wewe unavyopenda kutoka kwa huyo mwanamke. Akasema fafa'al anta biha mithlahu, Imamu anasema basi wewe fanya kwake yeye mfano wake. Fafa'al biha, basi ufanye kwake yeye. Fafa'al anta biha mithlahu, mfano wake. Wewe unataka aongee maneno mazuri, wewe unaongea maneno mazuri. Wewe unataka yeye awe na hali nzuri, wewe una hali nzuri. Wewe unataka yeye atende vitendo vizuri, wewe una vitendo vizuri. Kwa jambo la kwanza Allah anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao hao wanawake kwa wema. Ni vipi kuishi nao kwa wema? Kuwasemea maneno mazuri, kuwafanyia vitendo vizuri, kadhalika kuwa na hali nzuri, muonekano na mazingira mazuri. Kama leo ulivyopendeza siku ya kuoa, basi katika maisha yako yanayoendelea huko mbele baada ya leo bado uwe na muonekano mzuri. Anasema Imamu rahimahullahu ta'ala, kama qala ta'ala, kama Allah aliposema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kama Allah aliposema katika surati al-Baqara, kuwa na wao wanawake wana haki kama ilivyokuwa kwenu nyinyi kwa wema.
Kwa hiyo haki haiko upande mmoja. Mwanamume ana haki ambazo anapaswa kuzitekeleza kwa mke wake, na mke kadhalika anatakiwa azitekeleze kwa mume wake. Ndio maana kupitia aya hii, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, Ibnu Abbasi, pia inatajwa Ibn Mas'udi radhiyallahu anhuma, alikuwa yeye ana maneno anasema, inni la uhibbu an atazayyana lilmar'ati, mimi ninapenda kujipamba kwa mwanamke, kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'atu, kama ninavyopenda mwanamke ajipambe kwangu mimi. Angalia maneno haya, yana asema usahaba kwamba mimi ninapenda kujipamba kwa mwanamke kama ninavyopenda mwanamke ajipambe kwangu mimi. Kwa sababu gani? Lianna Allah yaqulu wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kwa sababu Allah anasema wao wana haki hivyo hivyo kwa wema. Kwa hiyo isije ikawa unataka mkeo awe ameoga maji lakini wewe ukirudi kazini mchafu. Ukiuliza ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, si sawa. Haiwezekani ikawa unataka kwamba mkeo awe ananukia vizuri lakini wewe wanuka jasho. Ukiuliza ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, si sawa. Hawakuelewa hivi maswahaba. Kwa hiyo hizi haki zinaingiliana. Kwa hiyo jambo la kwanza naanza nalo, ndugu yangu, ishi na mke wako kwa wema. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kwa ikhtisari na kuhusia subira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa in karihitumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Jambo la pili na kuhusia subira. Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyewaumba wanawake na ndio aliyewaumba wanamume, lakini ametofautisha kimatirio. Mwanamke kamuumba kwa staili nyingine, kwa uelewa mwingine, na mwanamume kamuumba kwa staili nyingine na uelewa mwingine. Hata kama wanadamu tutataka kulazimisha tufanye vitu viwili vyenye kuwa sawa, haviko sawa. Sasa kitu cha kwanza, subira. Mwanamke huyu ambaye unakwenda kuishi naye unatakiwa umfahamu vizuri kimaumbile na kitabia kwamba yeye yuko tofauti. Kwa hiyo jambo la kwanza, subira. Allah anasema fa in karhitumuhunna, ikiwa nyinyi mmechukia kwa hao wanawake, mmewachukia hao wanawake, basi fanyeni subira. Fa asa an takrahu shay'an, huenda mkachukia kitu kwa hao wanawake, wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah akajalia ndani yake khairi nyingi. Wanasema wafasiri wa Qur'ani, Allah anaweza akajalia mtoto mwema kwa sababu ya uvumilivu. Kwa hiyo kuna akhlaq, kuna tabia. Utamuona kwamba mkeo ana tabia ambazo wewe hazikupendezi na haukutarajia kwamba huyo mkeo angekuwa na tabia hizo, lakini angalia tabia hizi, je, zinafungamana na haki ya Allah au zinafungamana na haki yako wewe? Kama haki yako wewe, na kuhusia kusubiri, lakini ishi na mke wako. Maadam haki anayoivunja ni ya kwako, inavumilika, isipokuwa itakapofikia hatua kwamba anaivunja haki ya Allah, hapo ndipo utakapoanza kuchukua hatua nyingine sasa ya kuanza kumpa nasaha na mambo mengineyo. Lakini hapa kuwa na subira. Inawezekana kwamba mkeo ana vijitabia fulani fulani hivi, ni vijitabia tu hivi, wewe huvipendi, sawa, lakini ukimwangalia katika upande wa dini ana msimamo. Mwanamke ambaye ni mwenye kusimama sawa sawa, mwenye kunyoka, basi vivumilie hivi vitabia ili uweze kuishi na mkeo. Huenda Allah akaleta ndani yake khairi nyingi kama anavyosema katika hii aya. Nasaha zangu za pili zilikuwa katika nukta ya nini? Nukta ya subira. Nukta ya tatu kabisa nimalizie, Allah anasema ndani ya Qur'ani, fa'tazilun nisaa fil mahidhi, watengeni wanawake. Kuna wale ambao waliotafsiri fil mahidhi kwa maana ya masdar, na wapo waliotafsiri kwa maana ya ismu nyingine. Sasa watengeni wanawake, wapo wanaotafsiri kwa maana kipindi cha hedhi, na wapo wanaotafsiri watengeni wanawake ile sehemu ya hedhi. Aya imetokea, wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha, wanakuuliza wewe kuhusiana na hedhi, sema huwa hiyo hedhi ni uchafu. Basi watengeni wanawake katika kipindi cha hedhi. Hapa nakupa nasaha,
mwanamke aingiliwi kipindi cha hedhi, kwa sababu wewe umeshahalalishiwa hapa, utakwenda kuingilia. Lakini angalia wakati wa kuingilia ni wakati gani. Inna Allah la yastahi min alhaqi, Allah subhanahu haoni haya katika haki. Ndio maana na mimi ninalizungumza hili, nasaha kwako wewe na nasaha kwa mwingine. Allah akasema wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, wala nyinyi msiwakurubie hao wanawake mpaka wataharike. Fa idha tatahharna, basi pindi watakapojitaharisha, fa'atuhunna min haythu amarakumullah, basi waendeeni hao wanawake kwa namna ile ambayo Allah amewaamrisha. Mahallu shahid, hapa ndipo nilipopataka nakupa nasaha. Hivi sasa kuna uharibifu wa jamii, jamii imeharibika. Kuna watu wengine ni wanajinasibisha na Uislamu lakini wanahalalisha liwati. Tunapokutana katika vikao kama hivi tusioneane haya, ili jambo tulizungumze wazi kwamba Allah alipozungumzia kwamba mwanamke ujitenge naye kipindi cha hedhi akasema wakitoharika waendeeni, lakini akasema min haythu amarakumullahu, kwa namna ile ile ambayo Allah subhana amewaamrisha. Kwa maana kuna namna ambayo Allah ameiamrisha na kuna namna ambayo Allah hakuiamrisha. Usije ukaingia katika fitna. Vijana nyinyi kwenye mitandao ya kijamii huko, ukienda watu wanashawishi masala ya liwat. Ili jambo ni haramu katika sharia ya Uislamu, haifai, bali zimekuja nasu, zimekuja hadithi za wazi kabisa kuja kuharamisha jambo hili. Mal'unun man ata mraatahu, moja ya riwaya, na nyingine imekuja mal'unu man ata mraatan kwa nakira, amelaaniwa mwenye kumuingilia mke wake, na nyingine imekuja mraatan kwa nakira, amelaaniwa mwenye kumuingilia mwanamke yoyote fi duburiha, kwenye utupu wake wa nyuma. Kwa hiyo sharia ya Uislamu haijaruhusu. Asije mtu akakubabaisha sijui nisaukum harthul lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu, waendeeni mtakavyo, kama anavyozungumza Jalala hivi sasa mitandaoni. Haya mambo tujue kwamba mambo haya yapo kinyume na utaratibu wa Kiislamu. Hili ni jambo langu la tatu, namaliza nalo kwako wewe, kwangu mimi, na kila aliyehudhuria kwenye kikao hiki na kila anayesikia sauti hii. Sharia ya Uislamu haijaruhusu kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile. Hakuna aya wala hakuna hadithi, bali kuna athar inayonasibishwa kwa Ibn Umar. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema riwaya hii haikuthibiti, hii athari si sahihi, lakini watu kwa uongo huwa wanataja mpaka maswahaba ili jambo walikuwa nalo. Hakuna sahaba aliyekuwa na mchezo kama huu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika haki, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia sawa sawa. Mimi naona niishie hapa, nisirefushe maneno yakawa mengi, lakini hapa msikitini tupo katika msikiti na kuna imamu na pia ndiyo wali wa ndoa hii, naye nimpa nafasi kama ana jambo lolote la kujazia basi aje ajazie au amalizie. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.